katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye hakuumbwa, ambaye hagawanyiki, ni Roho wa kwanza mtakatifu kuwepo, na uwepo wake ndio uliosababisha yote mazuri kuwepo. Natangaza mazuri na kemea mabaya kwa jina la Yesu Kristo. Mimi ni nuru, ni mfalme wa nuru katika matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji David Joya, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nilikubali kuokoka na nikakubali kumfuata huyu Yesu, sababu wokovu ni uamuzi wa mtu binafsi. Nami nimeokoka ikiwa binafsi, lakini kanisa ndio watu wanaendaga wakiwa wengi. Ukitaka kujua kama mtu ameokoka, mtu anaendaga kanisa, utasikia akisema mimi ni mtu wa kanisa, mtu wa, ama sisi ni wa ile kanisa. Lakini kuokoka, mtu anaokokaga akiwa yeye binafsi. Ni uamuzi mtu anachukuanga akiwa yeye, na huo uamuzi hamuwezi uchukua mkiwa na mzazi wako, mkiwa na bibi ama mke wako, mkiwa na mtoto wako. Wewe mwenyewe ndiye huamua, na unaamua kumfuata huyu Yesu. Ndio naambiaga watu, Ukristo ni dini tu ambayo mtu hawezi zaliwa akiwa ndani yake. Hakuna mtu huzaliwa akiwa Mkristo, hakuna hata mmoja. Kwa hizi dini zingine, watu huzaliwa wakiwa ndani yake, lakini Ukristo ni mtu huamua kufuata Yesu Kristo kwa akili zake mwenyewe binafsi, naye anakuwa Mkristo. Kwa hivyo Mkristo ni mfuasi wa Yesu Kristo, sio yule mtu anaendaga kanisa. Kanisa kunaendaga watu wengi. Tumeona hata wachawi huko, tumeona hata waganga huko, tumeona hata wezi huko, tumeona hata watu wadanganyifu huko. Tumewaona na hii macho yetu. Wengine wako na mataito kubwa kubwa. Kwa hivyo kwenda kanisani hakuwezi kukufanya kuwa Mkristo. Kuzaliwa na mzazi alikuwa anaenda kanisani hakuwezi kufanya kuwa Mkristo. Kuzaliwa na mzazi Mkristo hakuwezi kukakufanya kuwa Mkristo. Ukristo ni wewe huamua, na unaamua kumfuata Yesu wewe binafsi, ukiwa peke yako. Na ukiwa umeamua wewe mwenyewe, hakuna wakati utakuwa unaangalia kama watu wanakuona ama wanakuchunga. Juu ni wewe uliamua mwenyewe bila kushurutishwa na mtu. Saa hii nikiwa huku hakuna mtu ananiona. Hakuna. Naweza fanya jambo lolote huku alafu nitokee niende kule watu wananijua nikiwa mtu mzuri sana. Lakini sababu ni mimi niliamua mwenyewe kuwa Mkristo, sio mtu alinishurutisha. Ndio maana huwa nalinda huu Ukristo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka tuingie katika mafunzo yetu ya Biblia siku ya leo. Na mada yetu ya leo ni sifa. Sifa. Na tunaulizana sifa ni nini kulingana na Biblia. Sifa ni nini kulingana na Biblia. Sifa ni praise kwa lugha ya Kizungu. Praise. Jumapili iliyopita tulijifunza kuhusu ibada, kwa jina la Kizungu worship. Unasikia kanisani kukiwa na praise and worship team. Ibada na sifa, kikundi cha sifa na ibada. Kwa hivyo leo nataka tujifunze kuhusu sifa. Na tulisane sifa ni nini kulingana na Biblia.
Kulingana na Biblia, sifa ni tendo la kumtukuza, kumheshimu, kumdhamini na kumshuhudia Mungu kwa jinsi alivyo na kwa matendo yake makuu. Unasikia sifa ni kufanya nini? Hili ni tendo, lazima ufanye tu. Unafanya nini? Kumtukuza. Unamtukuza, unamuibia wakati mwingine, kumheshimu, kumdhamini kitu unadhamini. Watu wengi dhamini sana simu kwa wakati huu. Mtu hata akiamka akute simu haina moto, huwa anapatwa na wasiwasi, ameidhamini hiyo kitu umenayo. Biblia inatuambia sifa ni kumdhamini Mungu. Unaona, huwezi ishi bila yeye, na kumshuhudia, kuambia watu makuu yake, kuambia watu vile alivyo mzuri, kuambia watu vile alivyo wa maajabu, kwa jinsi alivyo na kwa matendo yake makuu. Ni namna ya kuonyesha shukrani na utambuzi wa ukuu wake. Kwa hivyo sifa ni namna ya kuonyesha shukrani na utambuzi na kutambua ukuu wa Mungu. Sifa ina nguvu ya kiroho, huponya, huachilia upako na kumfuga adui. Kwa hivyo wakati unaposifu Mungu, unapomsifu Mungu, tumeona kulingana na Biblia, sifa, ukimsifu Mungu huwa unapata nguvu ya kiroho. Ukiwa mgonjwa unapona, na tena sifa huachilia upako. Upako ni nguvu ya kiroho, nguvu ya kimungu. Na tena sifa humfuga adui. Kama kuna maadui wanaokuandama kama vile mimi huandamwa nao, hata saa hii nimewaona tu, hakuna mahali hawanifuatangi. Nilishangaa sana kuona hata wananifuataga, walinifuata mpaka Utawala. Hao ni maadui. Nayo sifa ati huwa inamfunga adui. Kwa hivyo ni vyema kumsifu Mungu, na tutaangalia mambo muhimu kuhusu sifa kulingana na Biblia. Mambo muhimu kuhusu sifa kulingana na Biblia. Ukiona nikiangalia hivi, naangaliaga huku ni kwa muziki, na nikiona mtu mwenye sijui anaenda wapi, lazima nimuangalie. Mambo muhimu kuhusu sifa kulingana na Biblia. Jambo la kwanza, maana na kusudi. Sifa ni kumwambia Mungu, au watu unaweza waambia matendo ya Mungu na kumshukuru kwa jinsi alivyo. Unaweza ambia watu matendo ya Mungu ukiwa mbele yao, ama umwambie Mungu kupitia kuimba ama kumsifu kwa njia yoyote, ukimwambia matendo yake na kumshukuru jinsi alivyo. Hiyo ni jambo la kwanza muhimu la sifa kulingana na Biblia. Nalo ni maana ya sifa na kusudi. Maana na kusudi. Maana ya sifa ni nini na kusudi ni nini? Tutasoma Zaburi 9:1, nayo itasema, nitakushukuru Mungu kwa moyo wangu wote, nitayasimulia matendo yako yote ya ajabu. Kwa hivyo unapomshukuru Mungu kwa moyo wako wote, unaposimulia watu matendo yake ya ajabu, hiyo ni sifa. Hiyo ni sifa. Jambo lingine la pili muhimu la sifa kulingana na Biblia ni kutofautisha sifa na ibada. Nikuambia jana tulijifunza, Jumapili iliyopita tulijifunza kuhusu ibada. Leo tunajifunza kuhusu sifa.
na kanisani unasikiaga kuna praise and worship team, kikundi cha ibada na sifa. Sasa inafaa utofautishe sifa na ibada. Na sifa inaweza kuonyeshwa kupitia nyimbo. Nasikia sifa inaweza kuonyeshwa kupitia nyimbo, deremo, vigeregere. Wakati ibada ni uhusiano wa ndani kati ya roho ya mtu na Mungu. Umeona tofauti? Sifa, kuna wahubiri wanasimamaka anasema, tupige sagwe kwa Bwana, sagwe kwa Bwana Yesu. Sagwe, watu wanapiga deremo. Hiyo bado ni sifa. Hiyo ni sifa. Watu wanasema vigeregere kwa Bwana Yesu. Wengine hata utakuta wako na virimbi wanapiga, wanapuliza virimbi. Hiyo ni sifa. Sababu sifa inaweza kuonyeshwa kupitia nyimbo, deremo na vigeregere. Wakati ibada ni uhusiano wa ndani kati ya roho ya mtu na Mungu. Kwa hivyo uhusiano wako wa ndani, wa yule mtu wa ndani, ule uhusiano ulio nao wewe na Mungu, hiyo ndio ibada. Uhusiano wako unakaa namna gani? Tusome Zaburi 95:1-2. Nayo inasema, njooni tumwimbie Bwana, tumfanyie sagwe mwamba wa wokovu wetu. Hapo ni sifa. Njooni tumwimbie Bwana, tumfanyie sagwe mwamba wa wokovu wetu. Mstari wa 2, tuje mbele zake kwa shukrani, tumfanyie sagwe kwa zaburi. Zaburi ujue ni nyimbo. Kufanya sangwe, mtu anajua sangwe ni nini. Jambo la 3 muhimu la sifa kulingana na Biblia ni matokeo ya sifa. Kumsifu Mungu huponya roho na miili huleta uwepo. Kumsifu Mungu huponya roho na miili, huleta uwepo wake, na ni silaha dhidi ya maadui. Unataka silaha ya kupigana na maadui, sio kutoroka pale ulipo juu yao. Ati juu watu wamekuwa wakali kwako wachawi. Unajua watu wanaogopaka wachawi mpaka unazidwa. Unasikia hata mhubiri akikwambia ati unarogwa. Huyo mtu mko naye hapo kando yako kwa duka ndiye anakuroga, anafanya kazi yako hizi. Itaisha kama huna nguvu ya kiroho. Lakini ukiwa na nguvu ya kiroho, tumeona hapa kumsifu Mungu huponya roho na miili, huleta uwepo wake karibu na wewe, na ni silaha dhidi ya maadui. Kwa hivyo maadui hukupiga kwa nini? Sababu huna uhusiano na Mungu. Kumsifu Mungu, wewe unaendaga kanisani Jumapili, ukitoka huko ama hata pengine huendangi, unaendaga wakati uko na shida. Wewe huna uhusiano na Mungu. Sababu hii ni silaha dhidi ya maadui, ni sifa na kumsifu Mungu. Tusome Mambo ya Nyakati 5:13-14. Tunasema hivi, hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja. Vile tunakuaga kanisani wakati mwingine tukimsifu Mungu, tunakuwa kama mtu mmoja, wakisikiza sauti moja ya kumsifu. Wakisisikiza sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na pada na matoazi na vinanda. Nataka usikize hiyo Biblia kwa umakini. Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili 5:13-14 inasema hivi, hata ikawa wenye pada na waimbaji walipokuwa kama mmoja. Hawa ni watu wanamsifu Mungu, wakisikiza
Kiswahili ni wakisisikiza sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na pada na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, namu nyumba ya Bwana. Hawa ni watu walikuwa wanamsifu Mungu kwa nyimbo na vinanda, na wakati ule ile nyumba walikuwa ikajawa na wingu, namu na hiyo nyumba ilikuwa nyumba ya Bwana. Mstari wa 14, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Kwa hivyo tunaona wakati unapomsifu Mungu, Mungu, sifa huleta uwepo wa Mungu. Hawa ni wana wa Israeli walikuwa wanamsifu Mungu katika nyumba ya Bwana, nayo ni hekalu. Wingu likaja, nayo ni uwepo wa Bwana katika nyumba ya Mungu, mpaka makuhani wakashindwa kusimama sababu ya ile uwepo wa Mungu uliokuwepo. Kwa hivyo sifa, tumeona jambo muhimu la sifa kulingana na Biblia ni matokeo ya sifa. Sifa huleta matokeo gani? Kumsifu Mungu, kumsifu Mungu huponya roho na mili, huleta uwepo wake, na ni silaha dhidi ya maadui. Adui gani atakuja mahali uwepo wa Mungu ulipo? Kama hawa ni makuhani na ni watu wale wameteuliwa ili wao wakisimama mbele ya Bwana mpaka wameshindwa, sijui ni uoga walipatwa nao wakashindwa kusimama sababu ya ile uwepo wa Mungu. Na wao ni wale walikuwa wametakazwa ili wasimame mbele za Mungu. Adui mwenye hata hajajuana na Mungu ni nani akuje karibu na uwepo wa Mungu? Nao huo uwepo wa Mungu huletwa na sifa. Jambo la 4 na la mwisho muhimu la sifa kulingana na Biblia ni njia ya kusifu. Biblia inahimiza kusifu kwa kuimba, kupiga vyombo, kuinua mikono na kupiga magoti. Kwa hivyo lazima ujue njia ya kumsifu Bwana. Unafaa kuimba, kupiga vyombo. Siku hizi kuna vyombo vya aina mingi, kuna gitaa, kuna keyboard, kuna tarumbeta, hata kuna kupiga mikono, kuinua mikono, kupiga magoti. Hiyo bado ni njia ya kumsifu Bwana. Nayo Zaburi 100 mstari wa 2 inatuambia hivi, mwabuduni Mwenyezi Mungu kwa furaha, nendeni kwake mkiimba kwa shangwe. Kwa hivyo tunafaa kumwabudu Mungu kwa furaha na tuende kwake tukiimba kwa shangwe. Hiyo ni sifa, na hiyo ndio mafunzo yetu ya Biblia ya siku ya leo. Barikiwa na Mungu, akuinue, akutendee makuu. Kama hujaokoka, wakati ni huu. Wakati utakapofunga macho, kama hujaokoka, sikudanganya, wewe na Shetani na malaika zake itakuwa mumewekwa kwa kikapu kimoja. Lakini kwa wakati huu bado hujawekwa kwa hiyo kikapu. Ni wewe uamue kama unataka kuingia kwa hicho kikapu ama unataka kuishi na Yesu milele. Amua siku ya leo na uokoke, uachane na zida. Ukiangalia yale mambo yanafanyaga watu wasiokoke ni mambo hata haina umuhimu. Haina umuhimu ukiangalia kwa umakini. Lakini wokovu, na hiyo ndio kujuana na Yesu Kristo kwa ukaribu, huo hudumu milele na milele daima. Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu, Mungu wa vyote, wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye Baba yetu, wewe ndiye uliyetuokoa. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ulisema hilo jina ndio utakuwa ukijulikana nao katika mataifa yote. Wewe tu ndiye ninayeamini, hakuna mwingine. Asante kwa kunipea hii wakati, hata kunifanya niongee na watu wako.
sio mimi najua Biblia kualiko, bali umenitumia tu kama chombo. Onekana Baba yangu, onekana. Maadui wengi wamejaribu kuniwinda, hawanipati sababu tuko na uhusiano na wewe. Asante Baba yangu, asante Mungu wangu. Bariki anayenitazama, bariki anayenisikiliza. Kama hajaokoka, mlete kwenye wokovu wako. Kama ameokoka, mdumishe kwenye wokovu. Na katika jina lako kuu Yesu nimeomba na kuamini, tuseme amen. Barikiwa na Mungu. Thank you.